Gereza kubwa na baya katika maisha sio lile lililojengwa kwa kuta za zege. Ni gereza ambalo limejengwa katika fikra zako. Ngoja nikwambie, unaweza kuwa huru nje, lakini kama fikra zetu zimefungwa na hofu na kila aina na namna ya kufuli, bado sisi tutakuwa ni watumwa tu. Katika somo la leo tunakwenda kujifunza namna Biblia inavyotoa suluhisho la vifungo vya kifikra na namna ya kuanza kufikiri upya katika mtazamo wa maandiko matakatifu na katika mtazamo wenye kukuletea ushindi, baraka na kukaa karibu na Mungu katika uwepo wake. Tuombe. Asante Mungu, maana wewe ni mtaalamu wa kufanya fikra zilizofungwa zikafunguliwa. Asante Bwana, maana wewe unaweza kufanya fikra mpya kwa kila mtu ambaye ndani yake anaona fikra zake zimezuiwa kwa kiwango fulani. Asante kwa somo la leo. Asante kwa mafunuo uliyoandaa kwa siku ya leo, kwa jina la Yesu. Amen. Mzizi wa somo letu ni kitabu cha Warumi 12 na ule mstari wa 2. Anasema hivi: wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Nia zenu. Mungu anatuelekeza tusifuatishe namna ya dunia hii. Namna ya dunia hii ni nini? Ni mifumo yote ya kidunia ambayo inatufanya tusione thamani ya Mungu na neno lake kwenye maisha yetu. Lakini namna ya kushinda mivuto ya kuifuatisha dunia hii ni kugeuzwa upya akili zetu. Anaposema nia, maana yake ni akili. Somo hili unaweza usielewe vizuri hili fungu. Ngoja nilipe fafanuzi chache kwa mifano ili ulielewe vizuri. Je, wewe ni ile thermometer, kipima joto ambacho kinabadilika joto lake kutokana na joto la nje? Yaani ukienda ukipima mtu mwenye joto la 100%, thermometer inabadilika, inasoma 100. Ukienda kwenye baridi, kwenye 0 centigrade, na yenyewe joto linashuka mpaka centigrade. Yaani joto la nje ndio linaloamua joto la ndani. Lakini kuna kitu kinaitwa thermostat, kipo kwenye pasi, chenyewe ndio kinaamua joto la nje liweje. Unaweza ukazungusha thermostat ikasoma 100, pasi itasoma 100. Cha nje kikiwa kina baridi kidogo kinaweza hata kikaungua. Unaweza ukapunguza, unaweza ukaongeza, kutokea ndani kwenda nje, sio mabadiliko yatokee nje kwenda ndani. Kuna watu ambao wao maisha yao, akili zao zinategemea nje ndio ibadilishe. Kukasirika kwake, kununa kwake, kufurahi kwake kunategemea vitu vya nje na sio ndani. Sasa Mungu anasema sisi tunapaswa kuwa kama thermostat, tugeuzwe ndani. Akili zetu zigeuzwe ili sisi tubadilishe vya nje, sio vya nje vitubadilishe sisi. Mfano wa pili. Je, wewe ni nyambizi, submarine? Nyambizi ni ile meli ya kivita inayotembea chini ya maji. Ili ifanye kazi vizuri, lazima iwe sealed, ifungwe vizuri kuhakikisha hakuna hata tone la maji linaingia ndani ya ile nyambizi, licha ya kwamba ile nyambizi imo ndani ya maji. Tunajifunza nini? Kosa lolote litakaloruhusu maji ya penye yaingie ndani ile nyambizi, nyambizi hiyo imeharibika, nyambizi hiyo imeangamia, nyambizi hiyo inakosa maana. Ngoja nikwambie, tunapaswa kuwa kama nyambizi ndani ya maji, kuhakikisha kabisa ya kwamba maji ambayo ni dunia ya nje haibadilishi kile kilicho ndani yetu, na haturuhusu hata mwanya au ufa mmoja wa kuruhusu akili yetu ibadilishwe na mabaya ya nje. Hiki ndicho Yesu anasema, wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe. Tugeuzweje? Kwa kufanywa upya
nia zetu. Nia ni akili. Mwisho kwa mifano hii mitatu nakupa. Je, wewe ni sukari au wewe ni mafuta? Mafuta ukiyachanganya na maji, hata uyatikisi kiasi gani, hauwezi kukuta mafuta yamechanganyana. Baada ya utulivu utakuta mafuta yamejitenga, maji yamejitenga. Lakini sukari ukiweka kwenye uji ina dissolve, inayeyuka, inafanana na uji. Ukiweka kwenye maji inageuka, inamezwa na maji. Ukiweka kwenye chocolate au ice cream inageuka, inamezwa na ice cream. Yani yenyewe inamezwa na mazingira yanayozunguka. Lakini mafuta hayabadilishwi, hata uyachanganye na nini, yatabaki yamejitenga. Mungu anasema ili maisha yako yaweze kuwa na maana, lazima uwe kama mafuta. Unachangamana lakini huchanganyikiwi, na kuchangamana kwako hakuathiri ndani yako. Sasa ili usivutwe, kuna watu wamekuwa walevi wa madawa ya kulevya na pombe na vitu visivyofaa kwa sababu ya kampani wanajichanganya kama sukari na si kama mafuta. Kuna watu wamepigwa na changamoto hata za magonjwa na mambo mengi yasiyofaa, stress na magomvi, kwa sababu walijichanganya kama sukari na si kama maji. Nataka niseme nini sasa? Katika somo la leo tuna mambo makubwa 4. Biblia inaposema be ye transformed, bali mbadilisho. Neno kuwa transformed manake ni kama ile metamorphosis, kwamba ili atoke yule kipepeo inabidi anatokea ndani ya ganda lililokuwa limemfunika. Mabadiliko ya maisha yetu yote yanapaswa kuwa ni matokeo ya kile kilicho ndani yetu. Kwa utatumia muda mwingi kuimarisha ndani yako ili kutokea ndani ulete mabadiliko ya nje. Lakini ukisubiri mabadiliko ya nje, vitu vya nje vikubadilishe wewe, utakuwa unayumbishwa bila kuwa na msimamo wa maana katika maisha. Lazima ufanye kitu kinaitwa mental revolution. Ndio Yesu anachokisema hapa katika 12:2 Warumi. Mabadiliko ya kifikra, kwa kuweka fikra mpya zinazo value na kuthamini vitu vya kuthaminika vya maana vya kimungu, na kuvipotezea vitu vyote ambavyo mwisho wa siku vingekuletea maumivu na madhara mabaya kabisa. Ni ile mithali inaposema iko njia ionekanayo kuwa njema machoni pa mtu, lakini mwisho wa njia hiyo ni mauti. Ziko hoja 4 ambazo zitakusaidia katika safari yako ya kuboresha na kubadilisha fikra zako ziendane katika mtazamo ambao Mungu anataka, na ziweze kuleta matokeo chanya kwenye kila mishemishe na katika kila harakati zako za maisha. Kitu cha kwanza, lazima ujue chimbuko la fikra. Akili ni uwanja wa vita. Adui anapambana autumie kupitishia silaha zake. Mungu naye anataka autumie. Ili autumie lazima aufanyie tunaita transformation, au badilishe. Nataka kusema nini? Kila unachokiona leo katika maisha yako au katika dunia hii kilianza kama wazo. Maisha yako ni matokeo ya mawazo yako. Maisha yako ni matokeo ya fikra zako. Nawezekana unamlaumu mama yako, baba yako, shemeji ulipokuwa na kulea, babu hakukuandalia urithi. Nawezekana unalaumu bosi aliyekufukuza kazi, unapigwa fitina, lakini lawama hizo si sahihi, hazielekei sehemu sahihi. Lawama sahihi ambazo nilikuja nikagundua baada ya kusoma hili fungu ni mimi. Kila kitu kwenye maisha yangu cha kulaumiwa, nilaumiwe mimi. Hakuna mtu au kitu cha nje ambacho kinaweza kuathiri maisha yangu ikiwa nitakubali kuishi hii 12:2 Warumi. Tubadilishwe nia zetu na Kristo, tusije tukanaswa na mifumo na fikra za watu. Mwandishi wa kitabu kinaitwa As a Man Thinketh, James Allen, aliwahi kusema mtu
ni kile anachokiwaza. Tabia yake ikiwa ni jumla ya mawazo yake yote. Tabia yako ni jumla ya mawazo yako yote. Wewe ni matokeo ya kile unachokiwaza. Kwa utagundua, badala ya kugombana na watu, gombana na wewe. Badala ya kutukana watu, tukana wewe. Jirekebishe wewe ili uweze kuwa useful au na manufaa katika dunia hii. Na anachosema James Allen ni kile ambacho Mungu alikisema, as a man thinketh, so he is. Awazavyo mtu moyoni mwake, ndivyo alivyo. Anaposema moyoni, ni hapo hapo akilini, ambako Warumi anasema be ye transformed by the renewing of your mind. Hauwezi kuwa na maisha makubwa na bora kuliko vile unavyofikiri. Ukijiona mshindi ndani, hakuna kitakacho kushinda nje. Kwa utagundua investment au uwekezaji mkubwa kwenye maisha yako, uwekeze kwa ndani yako, ili nje matokeo yawe ni manufaa ya kama kile ambacho kimetoka ndani yako. Pointi ya pili, gerezani mwa mazoea, au tunaita mental strongholds. Gerezani mwa mazoea. Yako mazoea ambayo tunasema ni acquired characters, ni tabia ambazo tumezichukua kutoka katika mazingira yanayotuzunguka. Kuna mengine mazoea ambayo ni ya kurithi, inherited characters. Lakini kuna mazoea ya kujitakia. Mazoea haya yanageuka kuwa ngome katika fikra zetu, kuta ambazo lazima parapanda ya neno la Mungu ilie kwenye akili yako, kama zilivyolia pale Yeriko, ili malaika watumwe waangushe kuta za fikra ulizozijengea kwenye akili yako. Yawezekana hata sasa hivi unaonisikiliza, hicho unachokifanya, unaongeza tofali kwenye kuta za kitumwa ambazo zipo kwenye fahamu zako. Unakuwa kama wana wa Israeli, walitumia miaka 400 wakitumikishwa kufyatua matofali na kuandaa lami ya kujenga mapiramidi na kuta ambazo ziliimarisha ufalme uliokuwa unawatesa. Yawezekana ratiba zako, vipaumbele vyako ni ujenzi wa kuta katika fikra zako ambazo zinakufanya kuwa mtumwa zaidi na zaidi. Ndio maana anasema lazima itokee renewal, mental revolution, na kifaa halali ambacho Mungu amekipitisha kwa ajili ya kufanya mapinduzi ya fikra duniani kote ni Biblia peke yake, ni maandiko matakatifu peke yake. Na hapa Patakatifu Media tunasema Biblia ni suluhisho. Tunakwenda kuangalia namna ambavyo inaweza kuwa suluhisho kwenye maisha yetu ya kila siku. Watu wengi wamefungwa kwa sauti za hawezi. Yani tangu mdogo umekuwa trained, umefunzwa kwamba haiwezekani kwako ni neno ni kitu cha kwanza kabla ya neno naweza. Sasa hiyo ni kuta ambayo imejengwa na mazingira ya kushindwa huko nyuma. Kwa umekuwa programmed kufeli hata kabla haujafeli. Umeandaliwa kutokuweza hata kwa unavyoviweza. Sasa haya maandiko matakatifu yako organized kwa ajili ya kuvunja hizo kuta. Ndio maana nasema silaha zetu zina nguvu na hata kuangusha ngome, zikiangusha kila kijinuacho na kila fikra zinazoinuka kinyume na neno la Mungu. Kwa utagundua ngome kwenye maisha yako ni fikra potofu, fikra nyong'onyeshi, fikra dunishi ambazo uliaminishwa na kuziamini kwa muda mrefu. Si swala la haraka, kidogo lazima uangushe, ung'oe tofali moja baada ya lingine mpaka ngome hizo zianguke, ili manufaa yako kuwepo hapa duniani yaweze kuwa realized, yaweze kuonekana kwa nje. Huwezi kuishi maisha ya juu kama fikra zako zimefungwa kwa chini. Hauwezi kuenjoy maisha haya hata ukiwa na Roho Mtakatifu ikiwa hujaanza kufunguliwa hapa pale ambako pamefungwa. Ndio maana Biblia inatoa mambo ya kwanza ilikuwa ni kufungua akili kwanza. Kazi ya kwanza ya gospel, good news, ni kufungua akili zetu, na Roho anakaa kwenye akili iliyofunguliwa. Ndio utaanza kuona manufaa ya kuwa na Mungu. Ndio utagundua vinavyopendwa na wengi
kwako lipate uvichukie, na msimamo wa kubaki uvifanyi unatokana na wapi? Na Mungu wa mbinguni. Henry Ford, huyu ni mfanyabiashara wa Kimarekani, magari, mwanzilishi wa Ford Motors, magari ya bei kali kabisa. Mtu huyu mzuri anatuambia nini? Anasema, iwe unafikiri unaweza au unafikiri hauwezi, uko sahihi katika yote mawili. Yaani ukisema siwezi, uko sahihi. Ukisema hauwezi, uko sahihi. Kimsingi ubongo wetu uko neutral. Unasubiri wewe unataka uambie nini. Ukisema inawezekana, mazingira ya kuwezekana yanatengenezeka. Ukisema haiwezekani, mazingira ya kuwezekana yanatengenezeka. Wewe umeutrain ubongo wako, umetrain fikra zako. Vipi? Je, umeruhusu neno la Mungu, umemruhusu Yesu na Roho Mtakatifu au train ubongo wako, au fanye kuwa mpya kivipi, katika mwelekeo upi? Na ndio maana Yesu alipokuwa duniani, tatizo aliloshughulikia sana kuliko magonjwa mengi ilikuwa ni upofu, kwa sababu fikra iliyofungwa ni kama fikra ya mtu aliye kipofu. Unakuwa kama yule Hajar amekaa pembeni ya kisima, lakini analilia maji. Upofu au upofu wa kifikra unaita tatizo, naita mental unawareness, kutokuwa na kuona kiakili. Unakuwa na upofu kwa sababu kuna vitu uko navyo, lakini unakuwa huwezi kujua kama vipo. Kuna vitu kwako vina thamani, vingeweza kukuvusha, lakini haviwezi kukuvusha kwa sababu huvioni kama vinaweza kukuvusha. Malaika akamwambia Hajar, unalia nini? Akasema, naona kiu, mtoto wangu nimemweka pale afe Ishmael, na mimi nitakufa, maana kuna kiu. Maji nilopewa na aliyekuwa ex wangu anaitwa Ibrahim yameisha na nakufa. Malaika akamwambia Hajar, geuka, kuna maji pembeni, kuna kisima hapo uliposimama. Akili imefungwa, uone kisima, unaona hofu, unaona kifo. Biblia inakuwa suluhisho kwa sababu inakupa upeo mpana. Kusoma kitabu cha Isaya, Mungu wako anasema, let us come and reason together. Njoo tusemezane. Neno tusemezane ni reasoning. Reasoning ni zoezi la kiakili la kufikiri. Ndio maana moja ya watu wakubwa katika maandiko matakatifu, Ibrahimu, Yakobo, yule mtu wa nchi ya Uz anaitwa Job au Ayubu, ni watu ambao walitumia muda mwingi sana kumeditate na kureason na kufanya mahojiano na Mungu. Akili zao hazikuwa za kawaida. Hata uwezo wa kumiliki vingi na vikubwa wenye kubariki wengi vinategemea na kiwango cha fikra zako kilivyofunguliwa na Mungu, namna ulivyojiachia kufunguliwa upeo wako na Mungu wako na muabudu. Jambo la tatu, Biblia ndio software mpya ambayo inapaswa iingie kwenye fikra zako na kuzifungua na kukufanya kuwa mtu wa maana. Ukienda duniani, shetani ameandaa makundi ya watu waaminisha ya kwamba Biblia ni software au ni virus ambazo zinaingia kwenye ubongo wa mtu na kumfanya mtu mjinga. Na maagenti wachache wa adui wameitumia kufunga watu akili zao, wameitumia vibaya kwenye kuwatesa watu ili kuleta picha mbaya kuhusu Biblia. Lakini nataka nikutoe wasiwasi. Moja ya kitu pekee duniani chenye uwezo mkubwa wa kufungua fikra za mtu, kutoa upofu wa kiakili wa mtu, ni maandiko matakatifu, Biblia. Kusoma neno la Mungu ni kufanya ile factory reset ya simu, au kama unafanya kompyuta yako. Wakati mwingine simu inaingia madude mengi, mavijidudu, mavirus, software, application ya ajabu. Kuna vitu vinaluka vinaingia, magame manini. Unafanya factory reset, unafuta visivyofaa vyote na vilivyoingizwa na unaanza upya. Hii ndio usomaji wa Biblia. Sasa tofauti kati yako na mimi au na somo ninavyotaka, unasoma Biblia kama nini? Kuna mwingine anasoma Biblia kama kitabu cha kidini, kutafuta hoja za kubishania kwenye dini yake na kutetea dini yake. Lakini kuna wakati lazima utenge muda angalau nusu saa ya kusoma Biblia kama unafanya mopping, unadeki sehemu na kutoa uchafu kwenye akili na fikra mbovu zinaondoka. Unachukua tu Zaburi kwa mfano 119 fungu la kwanza mpaka la mwisho. Kuna vitu ambavyo vitafufua vilivyokufa kwenye fahamu zako na ubongo wako unakuwa super.
unakuwa na uwezo mkubwa wa kuleta matokeo kwenye maisha. Hapa Patakatifu Media tunasisitiza Biblia kama a major tool, kifaa kikubwa cha kuletea matengenezo na mabadiliko ya maisha. Mabadiliko ya kweli kwa mtu ni kazi inayotokea ndani kwenda nje, na kifaa kinachobadilisha ndani ili kilete extraordinary results, matokeo makubwa nje, kinaitwa maandiko matakatifu, Biblia, ikisomwa kwa mtazamo sahihi kama kifaa cha kubadilishia fikra. Na kuna hizi kanuni zinatumika na watu, nitakuwa nawataja tu watu ambao wengine hawaamini Biblia, lakini kanuni walizozifuata ni zile ambazo Biblia imesisitiza. Kuna mtu mmoja, mwanzilishi wa kampuni la Apple, anaitwa Steve Jobs, nafikiri tunamfahamu, marehemu kwa sasa. Aliwahi kusema watu ambao ni vichaa kiasi cha kufikiri wanaweza kuibadilisha dunia ndio watu ambao huibadilisha kweli. Tumesema Henry Ford, Marekani mwingine, aliwahi kusema hizi kanuni za kimaandiko kwamba ikiwa unaamini kwamba unaweza, utaweza. Kama unaamini haiwezekani, pia haiwezekani. Wewe tu utakachoamua. Ukiwa kichaa wa kutosha kuamini ya kwamba una uwezo wa kubadili fikra za vijana wote wa taifa lote la Tanzania, utaweza. Kwa nini? Inaanza na imani ya ndani kwenda imani ya nje. Ukiwa na uwezo wa kusema, watu wanasema Gen Z ndio kizazi ambacho kitasumbua sana makanisani. Hawako serious, unahubiri, anaongea na simu, anakubizi. Lakini bado hao ndio akina Daniel, Meshach, kina Abednego walikuwa ni Gen Z. Hao akina Yusufu walikuwa ni Gen Z. Kwa Gen Z mmoja tena zaidi ya Gen Z anaitwa Josia, King Josia. Alikuwa na miaka 8 akawa mfalme, alifanya mapinduzi makubwa kuliko watu wazima. Kwa inategemea fikra ya huyo Gen Z imekuwa transformed by being renewed by Jesus, imegeuzwa kwa kufanywa upya na akili zao na Yesu. Yesu akigusa akili ya kijana yoyote na neno la Mungu likatawala kwenye fahamu hizo, anakuwa super useful, anakuwa ni wa muhimu kwa kupitiliza. Na Patakatifu Media tunamuinua Yesu na neno lake kama ndiye agenti pekee wa mabadiliko ya kifikra ambayo yana uwezo wa kubadilisha kila kijana, kila mzee, kila binti, kila kaka, kila watoto, na kutulinda na kila mivuto mibaya yenye kuletea tabu kwenye maisha. Mwisho, pointi ya 4 ya leo, matunda ya akili mpya au upambanuzi wa fursa. Matunda ya akili iliyobadilishwa ni kuwa na uwezo mkubwa wa kupambanua vitu bora vya kufanya, uwezo mkubwa wa kuepuka vitu ambavyo vitapelekea sio tu upoteze kwenye dunia hii, lakini upoteze fursa bora ambayo Mungu ametupa. Anasema nimekwenda kuandalia mahali ili nilipo nanyi muwepo. Fursa ya uzima wa milele inapotezwa hapa akilini kabla ya kwenye neno hapa. Sasa basi, ukimaliza mchakato wa kufanywa upya nia na akili yako, utaanza kuona pale wengine wanapoona matatizo, wewe unaanza kuona fursa. Wenzako wanapoziona laana, katikati ya laana, akili iliyobadilishwa inaona baraka. Katikati ya haiwezekani, akili iliyobadilishwa na Yesu inaona inawezekana. Matokeo ya akili iliyobadilishwa kwa kufanywa upya, sawa sawa na Warumi 12:2, ni kuona ambavyo wenzako walikuwa hawaoni. Nabii Yeremia aliulizwa na Mungu mara ya kwanza, hivi Yeremia unaona nini? Yeremia kwa sababu anasema ulinichagua tangu na Mungu ambaye nilimchagua tangu tumboni, alikuwa akili kaka amefunguliwa kidogo hivi, akasema ninaona ufito wa mlozi, kafimbo fulani hivi kama mlozi. Mungu akamwambia unaona vyema. Akili yako ikigeuzwa na kubadilishwa, utaacha kuona makolokolo, utaanza kuona vitu vyema. Yusufu aliona nini akilini mwake? Hakujiona mtoto wa Yakobo ambaye ni hopeless, anayechukiwa na ndugu zake, mtoto wa mwisho. Anaona mtu ambaye ni kiongozi mkubwa. Daudi,
licha alikuwa ni mtoto mdogo, alikuwa na upeo mkubwa wa kuona ushindi katikati ya kushindwa kwa Israeli. Familia yake yote ilikuwa ni myopic, imefungwa fahamu zao, akili hazijafunguliwa, kwa sababu Ayubu alikuwa ni mtu wa kusoma neno na mtu wa kutafakari mambo mazuri kuhusu Mungu, akiona uwezo wa Mungu huko machungani akichunga. Alipokutana na changamoto ya taifa, aliitatua kwa muda wa sekunde chache sana, kale jamaa kutoka Goliati, kwa muda mfupi sana, kwa sababu akili yake ilikuwa imefunguliwa na Mungu. Mtu mmoja alikuwa haoni, akaguswa kidogo na Yesu, akaambiwa paka matope kidogo. Akaambia unaona nini? Akaambia ninaona watu kama miti. Asilimia kubwa maisha yetu tunaona vitu kama miti, hatuvioni vile vilivyo. Yesu alipomgusa mara ya pili, akachukua matope na akapaka kidogo kwenye macho. Unaona nini sasa? Akaambia sasa ninaona sawa sawa. Leo ninakuombea kwa Mungu akupe uwezo wa kuona sawa sawa. Hebu tumia Biblia kama software ya kureprogram jinsi unavyoona mambo kwenye fahamu zako. Hebu unaposoma Biblia, Mungu akupe uwezo wa kutumia Biblia kama dawa ya kufanya fumigation au utakaswaji wa akili na upeo wako wa kufikiri. Kuna wakati unaweza kutekwa na akili, ukaanza kumwona hata mfanyakazi wako wa ndani ni bora kuliko mke wako. Kuna wakati unaweza kutekwa fikra sana. Vile ambavyo watoto wako badala ya kuona kwenda kanisani ni kitu bora, kwako ukaona kwenda shuleni ndio bora kuliko Mungu. Kitu kakishikwa ni shida kubwa. Lazima Mungu afungue password zote zilizowekwa na adui kwenye akili zetu. Lazima abomoe makufuri yote yaliyofunga hizi subconscious mind na mind zetu ili tuweze kuwa huru na kuwa na manufaa. Sasa nikukumbushe, mwanasayansi anaitwa Albert Einstein. Albert Einstein, huyu mwanafizikia aliyevumbua mambo mengi mazuri, aliwahi kusema huwezi kutatua tatizo kwa kutumia kiwango kile kile cha fikra ulichotumia wakati unalitengeneza tatizo hilo. Matatizo yako yote ulionayo kwenye maisha, iwe la ndoa, la uchumi, la kiafya, lolote, una mchango katika kulitengeneza. Na ili ulitatue, lazima akili yako iwe upgraded. Kama ilikuwa ni kompyuta inatumia Windows 7, iwe upgraded to the upper versions, kwa matoleo ya juu. Ili akili, kama simu yako unayotumia ikijitahidi sana, mwisho wake ni LTE au 4G plus au tuseme ni 3G. 3G ndo maximum. Kwa lazima ubadilishe, ugeuze, utafute simu yenye viwango vya kupokea mawimbi ya 5G. Ukienda kwenye nchi ambazo mahali hapo washaga tupa makorokoro, zile device zote za kutoa access ya 3G zimeshatupwa, hazipo nchi nzima. Kwa simu yako itakuwa inaweza kushika interneti, lakini haiwezi kushika interneti inayotakiwa pale. Huna manufaa nayo. Lazima upgrade, uiongezee thamani, utafute nyingine au utafute vifaa viwekwe. Sasa vifaa hivi ndio neno la Mungu, maandiko matakatifu. Nikwambie kitu kimoja hapa. Ndio jamaa anachosema kwamba lazima upgrade ufahamu wetu ili tuweze kutatua changamoto ambazo tumezitengeneza sisi kwa ufahamu wa leo. Kwa utagundua ufahamu wako wa leo na wa kesho lazima uwe na tofauti. Ili Biblia iweze kuwa suluhisho katika maisha yako, lazima upande juu ya kiwango cha kufikiri kwa mwanadamu wa kawaida asiyemcha Mungu. Hapo ndipo mabadiliko ya kweli tunayoyasisitiza hapa Patakatifu Media yanaanzia. Mwisho nikupe nukuu kutoka kitabu kinaitwa Steps to Christ, hatua za ushindi maishani, ukurasa wa 90. Anasema kuna nguvu katika neno la Mungu ya kubadilisha tabia na kufanya upya akili. Kuna nguvu katika neno la Mungu ya kubadilisha na kufanya upya, kubadilisha tabia na kufanya upya akili. Yule anayelichunguza neno kwa maombi atapata nuru itakayomfanya awe na uwezo wa kiakili ambao hakuwahi kuwa nao. Kuna nguvu inayoweza kubadilisha tabia
hata kama umepinda kiasi gani, kuna nguvu ndani ya neno la Mungu yenye uwezo wa kubadilisha akili. Utakapoamua kulichunguza neno la Mungu kwa maombi na kwa dhati, nuru iliyomo ndani ya neno la Mungu, package zilizomo ndani ya neno la Mungu zina uwezo wa kufanya akili yako ikawa ni bora kuliko akili ambayo umewahi kuwa nayo tangu uwepo wa maisha yako. Leo ninakutia moyo. Chagua kutumia Biblia kufanya upya nia yako, kufanya upya akili yako, kufanya mapinduzi ya fikra zako. Acha kulalamika na kulalamikia mazingira. Kulalamikia mazingira. Anza kuomba Biblia iwe ndio ramani ya ushindi wako mpya wa kifikra, ambao unaita ushindi wa vyote vilivyo nje yetu. Mungu ana uwezo, anazo nguvu za kukupa mianzo mipya. Somo litakalofuata litakubariki zaidi. Leo niishie hapo kwa kukuuliza swali. Je, katika somo hili unataka na wewe kupitia usomaji wako wa Biblia na maombi ya dhati kuona fikra zako zinabadilika? Uwezo wa kuyaona matatizo yako ni madogo kutokana na akili yako kwa imepandishwa na neno la Mungu. Je, kama ulikuwa unadharau neno la Mungu, unalisoma kama gazeti ya usomi kwa maombi na nguvu ya Roho Mtakatifu isaidie, umekuwa na matokeo hafifu katika usomaji wako wa Biblia, usiwe na wasiwasi. Mungu anatupa suluhisho kwa njia ya maombi. Hebu tuombe. Baba, ninakushukuru kwa neno lako la leo. Hata mimi mwenyewe nimeona fikra zangu bado ni duni na ndogo, na nahitaji kila siku neno lako li-upgrade ufumo wangu ufahamu, niweze kuwa useful na mtu wa maana, ili jina lako lipate kutukuzwa. Naomba kwa ajili ya mtoto wako, yote mangome yaliyojengeka katika fahamu zake, Bwana, bomoa sasa hivi kwa damu ya Yesu. Kwa nguvu ya damu ya Yesu, katakata mazoea na fikra za kidunia, akili za kisukari za kuona vitu na kubadilishwa na mazingira ya nje kirahisi, katika jina la Yesu. Akili zake kwa zifanye kuwa upya. Mwokoe kwa damu ya Yesu. Kuna vitu ambavyo alikuwa anavifanya, anapenda kuvifanya, lakini matokeo ya kuta nene za chuma zilizojengwa kwenye fahamu zake, katika jina la Yesu, nguvu zako ziingie kwenye fahamu zake sasa hivi anaposikiliza, zikabomoe hayo makufuli, zikafute hizo password, zikareseti huo ubongo, na Bwana muingizie fikra mpya za juu za kiakili, na kila changamoto anazopitia zitoweke tangu sasa katika jina la Yesu. Amen. Mungu akubariki.